huru na tumekuja kumpa shukrani asubuhi ya leo. Nataka tumshukuru kutokana kilindini ya moyo wako. Umwambie Bwana asante. Umejua ni nini Bwana amekutendea na nini ambao umemtumainia kutendea. Nataka tumshukuru Bwana. Maandiko yanasema ni jambo jema kumshukuru Bwana, na ametuambia tumshukuru katika kila jambo, kwa kuwa hiyo ndio mapenzi yake katika Kristo Yesu. Mapenzi ya Bwana ni kumshukuru
tunapochukua nafasi zetu ndio kwamba tunawatambua, tunaappreciate kazi yenu ambayo ni ngumu. Devoted zenu, maombi yenu najua yamefungua hii anga. Bwana siwe. Ni asubuhi iliyo njema na Bwana amekuteua asubuhi ya leo kuja usikize neno kutoka kwa Mungu. Hatu expect kutoka kwa wanadamu, ni kutoka kwa Mungu. Mimi ni mzima na ninataka kwa muda mfupi sana nimkaribishe yule ambaye anaenda kunena. Na si mwingine bali ni ndugu ambaye ametayarishwa na Mungu. Ningependa tushangilie, tuweke mikono yetu pamoja ninapomkaribisha ndugu Joseph Wanyonyi. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Mungu atukuzwe. Amen. Asubuhi ya leo mimi mzima. Nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ya afya ambayo aliweka kwa maisha yangu. Mungu amekuwa mzuri, amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Kama vile mlivyosikia, naitwa Joseph Wanyonyi Wafula. Kijana mzee Julius Wafula. Nafikiri hapa ndio mahali anangoja Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bila kupoteza muda, nataka tujifundishe neno la Mwenyezi Mungu pamoja. Kichwa cha ujumbe wetu ni kuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Kuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitu kimesumbua watu, kama kuna jambo ambalo limefanya watu wamekosana na Mungu, wamekaa mbali na Mungu, ni kuweka uaminifu wao kwa Mungu. Amen. Yaani unaweza kuwa mwaminifu kwa mtu yeyote. Yaani unaweza kuwa unafanya kazi mahali, lakini mtu anakuamini. Mtu ako Marekani na wewe unafanya kazi hapa. Amekuajiri, anakuambia kwamba nifanyie kila kitu. Yeye anakuwa anakutumia pesa kila kuchao kwamba nifanyie hii, nifanyie hii, nifanyie hii, kwa sababu amekuamini. Mwisho wake baada ya siku anakuja anapata kwamba pesa alizokupatia ufanye miradi, hakuna mradi uliofanyika. Hakuna kitu ambacho kimefanyika. Yaani wewe umemfail. Umefanya huyu mtu anakaa akikwasika, anakuwa na moyo mzito. Anafikiria nilimwamini mtu huyu, lakini badala ya kunisaidia kufanya yale ambayo nilikuwa nilimwambia, amefanya yaliyo yake. Yule mtu anakuwa na moyo mzito na uchungu wa ajabu. Anafikia hata hatua ya kuchukua hatua nyingine kwa maisha yake. Hivyo ndio vile pia Mungu anafanya sisi hapa duniani. Kwa sababu Mungu ametuweka hapa duniani sisi, kusudi la Mungu kutuumba na kutuweka hapa duniani ni tumwabudu. Tumwabudu yeye kwa kweli na haki kutoka ndani ya mioyo yetu. Lakini unakuta kwamba watu hatumwabudu Mungu kutoka ndani ya mioyo yetu. Tunamwabudu Mungu kwa sababu tunataka tu kujionyesha kwamba tunajua kuimba, tunajua kuhubiri, tunajua kufundisha, tunajua kutoa, tunajua kufanya kila kitu. Lakini ndani ya mioyo yetu sisi na Mungu tuko mbali. Tuko mbali sana Mwenyezi Mungu, tumekaa mbali. Yaani uaminifu wetu na Mungu haupo, hatuaminiani. Mungu hakuamini na wewe hauamini Mungu. Lakini tumevaa ngozi za kondoo, lakini ndani yetu ni mbwa mwitu. Nataka tuangalie katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17, tasoma kuanzia 9. 17:9. Biblia inasema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuweko akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji
kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili, ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tukule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama alivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, ile pipa la unga halitapunguka wala chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya alivyosema. Eliya na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala lile chupa la mafuta halikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Neno la Bwana. Amen. Baba Mungu uliyeumba mbingu na nchi, na kushukuru ni kwa sababu ya neno lako. Watoto wako tayari kusikia hili neno Bwana, kama vile ulivyoliweka ndani kinywa changu Jehova, kanitumie tu kama chombo, lakini neno hili likawa la manufaa, baraka kwa watoto wako. Kwa jina la Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunakuja tunampata mtumishi wa Mungu Eliya. Hapa tunapata wahusika watatu. Mhusika hapa mkuu tunampata Eliya. Tunampata mwanamke mjane. Huyu mwanamke mjane ana mtoto. Lakini unaposoma hili neno kwa undani, ukiangalia katika ulimwengu wa kiroho, unakuta kwamba Mungu hakumchagua tu huyu mwanamke kumlisha Eliya, lakini aliangalia jinsi vile huyu mwanamke alivyokuwa. Aliangalia jinsi huyu mwanamke alikuwa amejitoa maisha yake kwake Mwenyezi Mungu. Aliangalia huyu mwanamke vile alikuwa anamwabudu Mungu, kutoa sadaka na kufanya kila kitu ambacho kilimpendeza Mwenyezi Mungu. Huyu mwanamke alifanya mambo yaliyompendeza Mungu. Yaani kwa ufupi ni kwamba huyu mwanamke alikuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Alifanya yaliyokuwa mazuri kwa Mwenyezi Mungu. Alifanya mambo ambayo yalimpendeza Mwenyezi Mungu. Na wakati mambo yamekuwa yamemuumania kabisa, Biblia inasema kwamba huyu mwanamke akiwa anaokota kuni amefika hatua ya mwisho. Yaani kile kitu ambacho alikuwa amebaki nacho kilikuwa kidogo, unga na mafuta, imebaki tu kidogo. Anasema kwamba yeye na mwana wake waende wakule na wakufe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani walikuwa wamefika kwa hatua ya mwisho, lakini kwa sababu ya uaminifu wao, kwa sababu ya kumpenda Mungu, kwa sababu ya kumcha Mungu, kwa sababu ya kufanya yaliyompendeza Mungu, Mungu alisababisha mambo mazuri kwa maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasema kwamba mtumishi wa Mungu, wakati kijito kimekauka mahali alikuwa amejificha, kwa sababu kunguru walikuwa wanamletea nyama asubuhi na mkate na jioni pia. Lakini mahali alikuwa pia ukame ukaingia pale. Mungu akamwambia, ondoka ukaende mpaka mji wa Sarepta. Nimeandaa mwanamke huko, atakulisha, utakula utakunywa. Basi akaondoka. Bila sema kwamba huyu mwanamke akaondoka akaenda. Alipokuwa Eliya mtumishi wa Mungu akaondoka akaenda, akamkuta huyu mwanamke, akamwambia, akamsalimu kama vile unavyosalimu mtu. Akamsalimu akamwambia, habari mama? Akasema mzuri. Akamwambia, nina kiu, nisaidie maji. Nasema kwamba huyu mwanamke akiwa anaenda kumletea maji, akamuita kwa mara nyingine ya pili, akamwambia, mama, ninakuomba niletee mkate, nina njaa. Huyu mwanamke wakati alisikia hivyo akamwambia, nina unga kidogo na mafuta, ninatengeneza kwa sababu ya mimi na mwana wangu, tukule tukufe. Lakini akamwambia kwamba nitengenezee mimi kwanza, kisha utatengeneza wewe nafsi yako na mwana wako.
Huyu mwanamke hakuweka manunguniko ndani ya moyo wake kwa sababu alikuwa anamfahamu Mungu. Hakunungunika, hakujiuliza maswali kwamba sasa mimi ninabaki na unga kidogo, kwa nini huyu mtu ametoka wapi anakuja kunisumbua mimi? Hakunungunika, lakini alienda akafanya kama vile Mungu alivyomwagiza. Katika maisha yetu ulimwengu wa leo, hivi leo ninazungumza, tumekosa uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Hatufanyi mambo ambayo yanampendeza Mungu usiku na mchana. Yaani tuko na vitu kwa maisha yetu. Mungu anatupatia fedha usiku na mchana. Kuna watu wanafanya kazi, kuna watu wanafanya vibarua, kuna watu wanabarikiwa, lakini kutoa kwa uaminifu imekuwa ni ngumu. Mungu anasema kwamba mimi nimekupa shilingi 1,000. Kwa shilingi 1,000 ninahitaji shilingi 100. Iwe ni kwa mwezi, iwe ni kwa wiki, iwe ni kwa siku. Lakini unakuta kwamba huyu mtu ako na shilingi 1,000, anapiga budget yake, anakuta budget yangu inakuwa ni shilingi 1,200. Nimekosea shilingi 200. Na hiyo 1,000 ndio Mungu amekupatia. Lakini kwa sababu wewe una tamaa ya vitu vyako na kufanya mambo yako katika ulimwengu huu, unakosa kumpatia Mungu haki yake. Tunampea Mungu shilingi 10. Tunaua baraka zetu kwa sababu ya kutokufanya kama vile Mungu anavyohitaji tufanye. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tumebarikiwa na vitu katika nyumba zetu. Tumebarikiwa na vyakula katika nyumba zetu. Lakini tumekosa kuwalisha watu, tumekosa kuwalisha watumishi wa Mungu. Tumekosa kufanya kama vile Mungu anavyotuagiza kwa sababu tunanungunika ndani ya moyo yetu. Tunanungunika kwa maisha yetu. Tunakaa tukijiuliza, kwani huyu mtu kila siku anakuja tu kukula, anakuja tu kukunywa, itakuwaje mpaka kuna mtu ameimba wimbo mmoja akasema kwamba kuna mama mmoja ambaye kuna wazimu alikuwa akienda kwake kila siku kwa sababu ya chakula. Lakini huyu mama akafika mahali akasinikwa na huyu mtu. Akasema huyu mtu mahali imefika, mimi sitaki kumuona tena kwa mlango yangu. Nitafanya nini? Wazo likamjia na shetani kwamba huyu mtu ukitaka tu kumkomesha kufika hapa, ni huyu mtu umtilie sumu kwa chakula, akula ya kufe, atakuondokea. Mwimbaji anasema kwamba huyu mama wakati anamtilia huyo wazimu sumu kwa chakula akampatia, na huyu mtu naye hakukula hapo, akawa akitembea aende na kile chakula atakula mbele. Na kwa bahati mbaya mamzuri akikutana na watoto wa yule mama. Watoto nao wanamjua, labda wao wanamchezea, wanafanya mzaa wakiwa pamoja na yeye. Wakamwambia, "Hey, tuna njaa." Naye yule mtu alipoona watu wanamwambia tuna njaa, akachukua kile chakula akampatia. Alipowapatia wale watoto nao wakawa wanakula, wakakula wakiwa hapo. Walipofika nyumbani wana tumbo zinawaumiza. Mama akawauliza kumeendaje? Nini kimewafanyikia wanangu? Watoto wakamwambia tumekutana na yule wazimu ambao wanakuja hapa na ametupatia chakula. Mama alianza kulia. Kapiga nduru. Akajua sasa watoto wangu ni kwisha, kufa wamekufa. Na mwishowe hao watoto walikufa kwa sababu gani? Kwa sababu ya huyu mama kutokujitolea, kutokusaidia huyu mtu. Tunapowasaidia watu katika maisha yetu, tunajenga uaminifu wetu na Mungu. Tunajenga misingi mizuri wa wokovu wetu kwa Mwenyezi Mungu. Unapomsaidia mtu leo, yani hata si lazima ukwambie ufanye kitu. Wewe unakuja tu ndani ya kanisa kama hili. Unaangalia hapo nyuma kuna viti ambavyo vimesalia. Nataka nijaze viti. Hata usiulize mchungaji, usiulize mama mchungaji, usiulize mzee wa kanisa. Wewe enda kwa duka, nunua kiti kuja weka pale. Hata ukiuliza nani aliweka hapo kiti, hata wewe umenyamaza tu, ni wewe na Mungu umefanya. Kwa sababu Mungu yale ambaye anakutendea ni makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anasema kwamba tazama mimi nasimama mlangoni, ninabisha hodi.
Yote atakayesikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa pamoja na yeye. Na lazima, ili kwamba wewe uwe rafiki wa Mungu, ni lazima muaminiane. Ni lazima utembee na Mungu. Unajua sasa, kukuwa rafiki wa Mungu si kazi rahisi. Unaweza chagua marafiki hapa duniani. Unaweza nichagua mimi, unaweza chagua mama mchungaji, unaweza chagua mchungaji, unaweza chagua mzee Julius. Kusema sasa hawa ndio mimi nimechagua kwa marafiki ambao watu ambao mimi nimeona katika nyumba hii. Nimeona nitembee na hawa watu. Lakini mnapokuwa mnatembea, mimi simwamini mchungaji, mchungaji hamwamini mzee Julius, lakini sisi ni marafiki. Nitatoa mfano mwingine. Kuna wezi walienda kuiba pesa masaa za usiku, na walifanikiwa wakaiba hizo pesa. Walipoiba hizo pesa, wakaenda msituni, wakawa wagawane hizo pesa. Lakini mmoja tamaa ikamuingia, akaona kwamba mimi nikiwa na hizi pesa, nikiwa peke yangu nitatajirika. So akili kaingia ndani ya mawazo yake kwamba niwaue hawa wenzangu, nibakie na pesa. Na kumbe kwa hao watu watatu, mwingine pia mawazo kama hayo yako ndani yake, watatu pia hivyo hivyo. Sasa huyu akifikiria, huyu pia anafikiria, mwingine anafikiria, na yule mmoja akaua wenzake wawili, akabakia na pesa. Kumaanisha kwamba hawa watu hawakuaminiana kwa kile ambacho walikuwa wanafanya. Na hata kama walikuwa wanaaminiana, waliaminiana tu kwa sababu wachukue zile pesa. Lakini walipotoka na hizo pesa wakaenda wagawane, basi kila mtu hakumwamini mtu mwingine. Uaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Katika maisha yetu ili tufaulu, tutembee vizuri, tufike mbali, ni lazima tukubali kwamba Mungu akae kwa maisha yetu na akuwe rafiki yetu. Nilikuwa namwambia kabla niwape story kwamba kukuwa rafiki wa Mungu si kazi rahisi. Kwa sababu ili ukuwe rafiki wa Mungu, ni lazima uache dhambi. Ni lazima ufanye kama vile Mungu anavyotaka. Ni lazima ushike sheria zake zote 10 na ukatimilize zote bila anavyohitaji. Ni lazima ujiepushe na makundi mabaya. Ni lazima utembee kwa njia ambayo inampendeza Mungu. Ni lazima ukuwe unamuomba Mungu usiku na mchana. Ukuwe mtu wa kutoa kwa uaminifu na ukamilifu. Ukuwe ni mtu ambaye unaomba usiku na mchana. Ukuwe ni mtu ambaye unasoma neno la Mungu kila wakati. Ukuwe ni mtu ambaye umejitenga na jitina. Umejitenga na vikundi vibaya. Umejitenga na anasa. Umejitenga na mambo mabaya ya hii dunia. Utakuwa rafiki wa Mungu. Utatembea na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyu mwanamke akiwa anaokota kuni ili yeye na mwana wake waende wakufe. Waende wakule kwa sababu njaa ilikuwa imekuja kwa miaka 3, mvua haikunyesha. Sasa chakula watu walichokuwa nacho walikula ikaisha. Akiwa katika hatua za mwisho, yeye na mtoto wake wakule chakula ambacho kilikuwa kimebakia, hapo ndio Mungu alionekana. Wakati wa taabu, wakati tunapata taabu katika maisha yetu, wakati mambo yanakuwa magumu katika maisha yetu, hapo ndio Mungu anashuka kuonekana. Hapo ndio Mungu anashuka kutusaidia. Hapo ndio Mungu anashuka kutuonekania sisi kama watoto wake. Wakati tunaona mambo yamekuwa magumu kwa maisha yetu, mambo hayaendi, sasa kumefika mwisho kabisa kwa ukuta, hapo ndio Mungu anakuwa umekuwa mwaminifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nasema kwamba Ezekia akikaribia sasa, wakati ameletewa maono, ameletewa habari na malaika Mwenyezi Mungu kwamba tengeneza mambo ya nyumba yako wewe Ezekia, kwa sababu alimrudia Mwenyezi Mungu. Alimlilia Mwenyezi Mungu, akamuomba Mwenyezi Mungu, akaomba kwa bidii,
akaomba kwa machozi, akaomba kwa nguvu zake zote, akaomba kwa akili zake zote, na Bwana akasikia sala zake. Bwana akasikia malilio yake, na akamtuma malaika akamwambia kwamba nenda kumwambia Ezekieli kwamba hatakufa tena, bali ameongezewa miaka mingine 15 kwa zile miaka ambayo angeishi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu gani? Hii alikuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Kama angekuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu, angelikuwa ni mtu wa dunia, ameletewa habari kama hiyo, angeanza kuandika wili, angeanza kugawanya mali yake, akasema kwamba hii ni mali ya mtoto wangu mkubwa, hii inaenda kwa fulani, hii. Lakini yeye hakuona hiyo. Aliona kwamba nifanye yale ambayo yanampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kornelia ikiwa saa 9 Biblia inasema kwamba akiwa amelala, malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, sadaka zako na sala zako zimefika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Alikuwa anafanya vitu kwa uaminifu. Alikuwa anatoa kwa uaminifu. Yaani anapokuja kutoa, kama Mungu amempatia shilingi 20 kweli, hii ndio niko nayo, anakuja anaitoa. Anamwambia Mungu, hii ndio niko nayo. Mungu anambariki. Mungu anakubariki kwa vitu ambavyo tunavitoa. Anatubariki kwa mambo ambayo tunayafanya kwa sababu ya wenzetu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mwanamke huyu mjane alifanya jambo ambalo mtu wa leo hawezi kufanya. Kwa ulimwengu wa sasa, dunia ya sasa ambayo tuko ndani leo, hakuna utakatalia mbali. Watu leo hii wanapoandaa vyakula kwa nyumba zao, mtu anaandaa chakula, kwanza afunge milango na madirisha yote, ndio akae kwa nyumba aandae chakula. Kama ni lunch, aandae apike, na anaposikia hodi, mtu anabisha kwa mlango wake, ataficha hicho chakula, ataficha. Wewe utakuja, utaingia kwa nyumba, atakukaribisha, mtakaa, mtazungumza. Wewe utasikia tu harufu ya chapati, utasikia harufu ya nyama, utasikia harufu ya ugali, lakini hautaiona. Amen. Imefichwa. Alafu anakwambia, vile tu unaniona hivi kweli, hatujakula kutoka jana, lakini kuna harufu inakuja. Jamani, huu ni ulimwengu wa sasa. Unapoenda atakusindikiza aone umefika mbali, akirudi atakula chakula yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekosa uaminifu. Tumekosa kushirikiana na wenzetu. Tumekosa kushirikiana na Mungu. Tukishirikiana na Mungu katika maisha yetu tutafika mbali. Tusiposhirikiana na Mungu katika maisha yetu tutafika karibu hapa. Na mambo yetu itaishia hapa. Amen. Kuna rafiki yetu mmoja, unapoenda kwake leo, hata sasa hivi, takaa, itafika lunch time, atapika chakula. Yeye atakula, atakupigia story, amalize, aoshe vyombo, wewe hautakula. Na hivyo ndio vile itakuwa imeisha. Huyu mwanamke bila sema kwamba akiwa amebakia chakula kidogo kabisa kwa nyumba yake, mtumishi wa Mungu akamwambia, nitengenezee bibi kwanza, kisha utatengeneza wewe na nafsi yako na mwanao. Huyu mwanamke hakunung'unika kwa sababu kwamba mtumishi wa Mungu amemwambia kwamba amtengeneze chakula. Aliharakisha kwenda kutengeneza kile chakula, akakimbia mbio, akamwandalia mtumishi wa Mungu chakula. Biblia inasema kwamba alipoandaa kile chakula akamletea mtumishi wa Mungu. Kutoka siku hiyo mpaka mwisho wa maisha yao, chakula haikukosa kwa nyumba yao. Chakula haikukosa kwa nyumba yao. Mkate haikukosa, unga haikukosa, mafuta haikukosa, hata pesa haikukosa, kwa sababu walifanya vitu kwa uaminifu. Walijua kwamba tunafanya hivi na atakayetuzawadia ni Mwenyezi Mungu. Amen. Tusifanye vitu kwa nyumba ya Mungu. Tusifanye vitu kwa wenzetu tukijua kwamba tutalipwa na wanadamu. Mtu tu ambaye anaweza kutusaidia na kutulipa sisi ni Mungu peke yake. Mungu ndiye anaweza kutulipa. Yeye ndiye anaweza kuturudishia vitu ambavyo tunavihitaji. Anasema kwamba nitawarudishia vitu ambavyo nzige wameharibu, zimeliwa na nondo na kutu. Mungu anasema kwamba ataturudishia.
Tunatoa ndio. Nasema kwamba tunatoa ndio, lakini hatutoi kwa njia inayopasa. Tunatoa tu kwa sababu ya kutoa. Tutoe kwa kufuata maagizo na sheria za Mwenyezi Mungu. Tutabarikiwa, tutafika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mwanamke alifika mbali kwa sababu ya kuwa mwaminifu kwa Mwenyezi Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sasa na dakika ngapi? 2. Dakika 2. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda wangu umefika mwisho. Nikipata muda tena tutazungumza na tutaongea mengi baadaye. Mungu wa amani awabariki na awatie nguvu na tukue waaminifu siku zote kwa Mungu. Hallelujah.